Mimi naitwa Dr. Elisha Usati. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani hospitali ya taifa Muhimbili. Natibu magonjwa ya mapafu. Lakini mimi pia ni mwenyekiti wa mtandao wa wataalamu wanaoshughulika na ugonjwa wa sickle cell Tanzania. Yaani Tanzania Sickle Cell Disease Alliance. Kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya kupambana au kudhibiti ugonjwa wa sickle cell duniani. Na sisi kama Tanzania pia tunaadhimisha, maadhimisho yanafanyika Dar es Salaam pale Amana. Lakini nchi nzima tunaadhimisha siku ya ugonjwa wa sickle cell, na katika kuadhimisha hii siku tunaangalia namna gani tunaweza tukadhibiti kuongezeka kwa ugonjwa wa sickle cell, lakini pia kuangalia namna gani tunaweza tukaimprove quality of life, yani kuongeza ubora wa afya yao au huduma kwao na kuimprove maisha yao pia kiujumla. Kwa katika siku hii sisi tunazungumzia mara nyingi ni kwamba ni vyema kila mtu aweze kupima vinasaba vyake ili kuweza kujua kama ana vinasaba vyote vya sickle cell. Ili sana kwa vijana wanatakiwa kupima sickle cell kuweza kujua kama wana chembe au hawana, ili kabla hawajaingia kwenye mahusiano kupata mtoto aweze kutambua hali yake na kuweza kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo tunasisitiza katika siku hii ya leo, ni siku muhimu sana wazazi kupeleka watoto wao kupima, vijana kuchukua initiative ya kupima. Siku hizi vipimo vinapatikana kwa njia rahisi, yani rapid test zinapatikana, yani vitendanishi vinapatikana kwa ajili ya kuweza kupima. Kwa hiyo hiyo jambo la kwanza tunasisitiza, kwa sababu inatusaidia katika kuzuia, katika primary prevention. Lakini pia tuna call up wadau wengine, ikiwa ni pamoja na serikali. Kuna mpango kupima watoto wadogo wakiwa wamezaliwa ili kuweza kujua kama hali yao ya vinasaba vya sickle cell. Kwa sababu sickle cell unaipata wakati wazazi wawili, kuna mzazi mmoja ana chembe ya sickle cell na mwingine ana chembe, unaweza kupata sickle cell. Kwa hiyo tunasisitiza watu kuweza kupima ili tuweze kupata, kila mtu aweze kujua, ili kabla hujaingia kwenye mahusiano uweze kujua hali yako ili kufanya maamuzi sahihi. Hatutaki watu wafanye maamuzi wakiwa wameshafika kwenye mahusiano. Lakini jambo lingine pia tunaiomba serikali, lakini pamoja na wadau wengine, kuhakikisha kwamba dawa zinapatikana kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa wa sickle cell. Dawa kama PenV kwa watoto, dawa kama folic acid kuweza kupatikana, dawa kama hydroxyurea ambayo inasaidia sana kuweza kuondoa ule ukali wa ugonjwa wa sickle cell kwa wagonjwa wetu ambao wana sickle cell. Kwa hiyo tunaita au tuna call for wadau mbalimbali waje tushirikiane, ikiwa ni pamoja na mashule, sekta binafsi, lakini pia makampuni mbalimbali waweze kujitokeza angalau kuweza kupima watoto, kujitolea kupima vijana, kuweza kujua hali yetu ya sickle cell ni mbaya nchini, kwa sababu kila mwaka watoto 14,000 wanazaliwa wakiwa na ugonjwa wa sickle cell Tanzania, na tunakadiria 1.3% ya Watanzania wote wana ugonjwa wa sickle cell. Kwa ukiangalia vinasaba, wenye vinasaba ni 15% mpaka 20%. Na mtu mwenye kinasaba haonyeshi dalili yote ya kuumwa. Lakini kuna hatari ya kuingia kwenye intermarriage, yani kuoana wakati watu hawajui hali yao. Kwa ukubwa wa tatizo unaongezeka. Kwa hiyo tunasisitiza tena kwamba lazima tuvunje mduara. Kuvunja mduara maana yake tupima kujua hali yako ya sickle cell na kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo mzazi unaweza ukawa una chembe moja wa kiume, ni vinasaba. Unaweza kuwa na kinasaba cha ugonjwa wa sickle cell lakini hauonyeshi dalili yote wala haumwi. Ukiwa na kinasaba kimoja unakuwa kama mtu mwingine wa kawaida na haumwi na haonyeshi dalili yote. Ukiwa na vinasaba viwili ndio unaanza kuumwa na kuanza kuonyesha dalili. Na ugonjwa wa sickle cell inaleta shida nyingi na maumivu mengi sana, upungufu wa damu, maambukizi mara kwa mara, lakini unaweza kupata magonjwa, unaweza kupata stroke au kiharusi, lakini pia kwenye kifua unaweza kupata matatizo ya kifua. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kujua hizi vinasaba. Kwa baba akiwa na kinasaba na mama akiwa na kinasaba, vinasaba vikiungana unatengeneza mtoto mwenye sickle cell. Ndio maana tunasisitiza watu waweze kujua hali yao kabla hawajaingia kwenye mahusiano, ili tuweze kuvunja ule mduara, ili ukiwa na kinasaba ufanye maamuzi sahihi kama unapotaka kuingia kwenye mahusiano. Uingie kwenye mahusiano na mtu ambaye hana kinasaba. Sickle cell inatibiwa kwa gharama kubwa sana. Ukifanya bone marrow transplant, yani kupandikiza uloto wa mfupa, kwa sababu chembe zote za damu zinalishwa kwenye uloto wa mfupa, unaweza kupandikizwa, lakini kupandikiza ni gharama kubwa.
kuanzia milioni 55 mpaka milioni 70 mpaka 100 wakati mwingine. Lakini sio kila mtu anaweza kupandikizwa. Hapa Tanzania tunapandikiza watoto chini ya miaka 12. Kwa hiyo ukishavuka huo umri huwezi kupandikizwa tena. Lakini kuna matibabu ya gene therapy ambayo ni karibu bilioni 7 na imefanyika kwa wagonjwa 4 tu duniani mpaka sasa. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza ile primary prevention, na kuweza kuzuia ni watu kujipima mapema ili usiingie kwenye mahusiano na mtu mwingine ambaye ana kinasaba. Hiyo itatusaidia kuweza kujua. Tunasema ni premarital counseling and testing. Kwa hiyo inatusaidia, ndio maana tunasema vunja mduara wa sickle cell.